السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu wa yadahullah taala minasal aziz anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza sifa za maswahaba anaandika, maswahaba ridwanullah alaihim ajmain walikuwa mfano mzuri wa sera za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye anapoteza mifano hii, basi yeye ni sawa sawa na yule mtu ambaye hajali kuhusu utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye anaheshimu maswahaba, yeye anamheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye haheshimu maswahaba wa mtume, yeye hamheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia yeye ni muongo katika madai yake akisema mimi nampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ikiwa nadai anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hali hii yeye hawezi kuwa na uadui wa aina wowote na maswahaba zake. Sayyidina alayhi salam alisema ilikuwa jumuiya takatifu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo haikumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake hata mara moja. Hata walikuwa hawajali kuhusu kutoa nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sayyidina alayhi salam kwamba wao, yani maswahaba, katika utii wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika hali hii kwamba walikuwa tayari kupokea matatizo na usumbufu kila aina. Basi hii ndiyo Hazur anasema kwamba ni sifa ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mwanajumuiya anatakiwa aige mifano hii ya maswahaba, wakati hasusan tunaposoma kuhusu maisha ya maswahaba na tunajua kuhusu namna ya kuishi kwao. Katika hali hii tunajua walikuwa na sifa za aina gani, na mifano hii inatakiwa itukumbushe kwamba sera zao na utii wao na hali ya kuabudu kwao na vile vile mwenendo wao uwe mfano kwa ajili yetu. Hazur anasema mimi nitaeleza matukio ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba moja Abu Rajana Ansari yeye alisilimu kabla ya kuhamia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Yeye alikuwa mwenyeji wa Madina.
alipata nafasi hii na heshima hii kwamba alishiriki katika vita ya Badri pamoja na Mtume sallam na alionyesha ushujaa wa hali ya juu. Hivyo ndivyo alipata nafasi ya kushiriki katika vita ya Uhud pia. Na wakati hali ilipobadilika, yani mwanzoni Waislamu walipata ushindi, lakini baadaye kwa sababu maswahaba kadhaa waliacha sehemu ambapo waliteuliwa, basi katika hali hii makafiri wakawashambulia Waislamu na ushindi ulibadilika katika hali ya kushindwa. Maswahaba waliobaki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii, Abu Rejana alikuwa mmoja wao. Sahaba huyo katika kulinda katika ulinzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mstari wa kwanza. Hata yeye alijeruhiwa, lakini yeye hakurudi nyuma, bali aliendelea kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali katika riwaya ingine inapatikana hivi: wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhika upanga wake na alisema, ni nani ambaye atatimiza haki ya upanga wangu huu? Wakati ule Hazrat Abu Dajana Ansari radhiyallahu ta'ala anhu alikuja mbele na alisema, mimi naahidi kwamba nitatimiza haki ya upanga wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona imani ya Abu Dajana alimpatia upanga wake. Sahaba huyo akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani naweza kutimiza haki ya upanga wako huu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba upanga huu hautamwaga damu ya Muislamu, na vile vile mkafiri asisalimike katika upanga huu. Yani wale makafiri ambao ni maadui, wale ambao wanapingana dhidi ya Islam, upanga huu natakiwa utumiwe dhidi ya hawa makafiri. Sahaba huyo akashika upanga huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaingia katika uwanja wa vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika hali ya kawaida Mwenyezi Mungu hapendi mtu aonyeshe tabia ya aina hii jinsi anayoonyesha Abu Dajana, lakini kwa kuona hali hii ya kutembea kwa Abu Dajana katika vita ya uwanja leo, Mwenyezi Mungu amependa sana kutembea kwake, ila hali katika hali ya kawaida Mwenyezi Mungu hapendi Muislamu atembee hivi. Kwa hiyo Hazrat Abu Dajana aliuawa, alipigana na makafiri na aliuawa. Yeye aliwaambia wenzake kwamba yeye atupwe juu ya ukuta wa ngome, kwa sababu makafiri walifunga mlango, lakini yeye alitupwa juu ya ukuta na wenzake, na akafungua mlango wa ngome na maswahaba wakaingia ndani, na hii ilikuwa kazi yake ya ushujaa sana. Hata mguu wake moja ulivunjika, na katika hali hii ya kupigana yeye aliuawa. Akamwambia mwenzake kwamba Mungu labda atakubali amali zangu mbili. Ya kwanza ni kwamba mimi sisemi maneno ya ufedhuli, sifanyi mimi sina bughudha na husuda dhidi ya Waislamu wengine, na mimi sina tabia ya kusengenya. Na kuna sahaba mwingine ambaye alikuwa Ansari na alikuwa mtu shujaa sana katika vita ya Uhud, Muhammad bin Muslima. Huyu alikuwa sahaba ambaye alionyesha uimara wa hali ya juu, na pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusimama na kupigana na makafiri. Alipata nafasi hii kwamba kuhusu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitimia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wakati alipompatia upanga wake alisema,
maadamu tunaendelea kupigana na washirikina, uendelee kupigana na washirikina kwa kutumia upanga wangu huu. Na wakati ukiona waislamu wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, basi wakati ule uunje upanga wangu huu na ukae nyumbani. Hata kama mtu anakushambulia au unakufa, wewe usitoke nje na wewe usipigane na waislamu. Kwa hiyo yeye alifuata nasaha hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alifuata nasaha hii baada ya kuuawa kwa Usman radhiallahu ta'ala anhu. Alivunja upanga na baadaye alitengeneza upanga wa mbao, na mtume yeye aliulizwa kwamba kuna faida gani ya upanga huu uliotengeneza. Alisema hekima yake ni hii kwamba watu waendelee kuogopa, na vile vile mimi nimefuata nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimevunja upanga wa chuma na nimetengeneza upanga wa ambao hauwezi kumdhuru mtu yeyote. Maswahaba wengine walikuwa wakisema, ikiwa kuna mtu ambaye hakupata fitina wakati wa Hazrat Usman radhiallahu ta'ala anhu baada ya kuuawa kwake, ikiwa kuna mtu ambaye hakupata athari ya fitina, basi huyu alikuwa Muhammad bin Muslima. Yeye kwa ajili ya kuepukana na fitina ile, yeye alienda msituni na aliendelea kusema kwamba maadamu fitina hii haiondoki, mimi nimenuia nitaendelea kuishi msituni. Hazur anasema hawa walikuwa wale maswahaba walipopigana na makafiri, walipigana kwa sababu maadui walishambulia juu ya dini. Walipigana na makafiri kwa sababu mtume sasema alisema washirikina ambao wanataka kuangamiza dini mupigane nao. Maadamu waislamu walipoendelea kufuata nasaha za mtume sallallahu alaihi wasallam, waliendelea kupata ushindi. Na wakati walipoanza kupigana wenyewe kwa wenyewe na kwa kufuata kauli ya wanafiki, walianza kuuana na kupigana wenyewe kwa wenyewe. Wao waliendelea kushika utuliwa, lakini waliendelea kushika utawala, lakini umoja ulikosekana. Na sisi tunaona kwamba ikhtilafu ya waislamu hii imefikia katika hali ya mwisho, yani hali imekuwa mbaya sana. Na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam imetimia kwamba baada ya giza itakapopatikana nuru itapatikana, na wakati ule ni wakati wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Basi katika zama ile mumpokee Masihi aliyeahidiwa na mujiunge na jumuiya, kwa sababu baraka itapatikana katika kujiunga na jumuiya. Lakini hawa waislamu kwa sababu ya kutokumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, katika nchi yao wanaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe, na matokeo yake ni kwamba wasiokuwa waislamu wanatawala juu ya waislamu. Hazrat Muhammad bin Muslima alikuwa mtu mwaminifu kiasi gani na mwenye imani kiasi gani, matukio yake pia yanapatikana, na maswahaba walikuwa wakimtegemea sana, hasusan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu. Walimpatia jukumu maalum. Hazrat Umar baadhi wakati alipokuwa akipata malalamiko kuhusu viongozi mbalimbali ambao waliteuliwa chini ya nidhamu yake, malalamiko na mashitaka yalipokuwa yakipatikana dhidi ya viongozi hawa kwa ajili ya kufanya upelelezi na utafiti, Muhammad bin Muslima alikuwa anatumwa na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Ayyub Ansari pia alikuwa sahaba wa mwanzo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa miongoni mwa wale ambao walipata nafasi ya kumkarimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, kila mtu alitaka mtume sallallahu alaihi wasallam aishi katika nyumba yake, na kila mmoja alikuwa anamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aishi katika nyumba yake. Wakati yeye alipohamia Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema,
muache ngamia yangu mahali ambapo kuna ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ngamia yangu atasimama pale. Hazrat Abu Ayyub Ansari alikuwa mwenye bahati mzuri kwa maana ngamia Mtume sallam alisimama mbele ya nyumba yake, lakini watu wengine hawakuridhika, wakasema nyumba zetu pia zipo hapa, ukae katika nyumbani kwetu. Kwa hiyo Mtume sallam akapiga kura, na katika kura ile jina la Hazrat Abu Ayyub Ansari lilipatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa nyumbani kwake, na wakati Mtume sallallahu alipokuwa anakaa nyumbani kwake, nyumba yake ilikuwa ya ghorofa. Katika ghorofa ile Hazrat Abu Ayyub Ansari alikuwa akiishi, na sehemu ya chini ilikuwa kwa ajili ya mkazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alikuwa katika ghorofa, mtungi wa maji ukavunjika usiku. Watu walikuwa wakitengeneza mitungi ya udongo. Hata katika nchi zetu za maskini katika Pakistan, Afrika, mpaka leo watu wanaweka maji katika mitungi ya aina hii. Kwa hiyo usiku mmoja mtungi ule ukavunjika. Abu Ayyub Ansari na mke wake usiku mzima waliendelea kukausha maji yale. Asubuhi yake wakamwelezea Mtume sallam tukio la usiku lililotokea la kuvunjika mtungi, na wakamuomba Mtume sallam yeye aishi katika ghorofa. Mtume sallam akapokea ombi lao, na takriban miezi 6 au 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kukaa katika nyumba ya Hazrat Abu Ayyub Ansari. Na bwana Abu Ayyub Ansari alitimiza haki ya karamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa wakila chakula kilichoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeandikwa katika riwaya kwamba mahali ambapo walikuwa wakiona kuna nishani ya vidole vya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakila chakula katika sehemu ile. Siku moja wao wakaona kwamba hakuna nishani ya vidole ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonekana yeye hakula chakula. Kwa hiyo wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba inaonekana huzur leo hujala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nilikuwa karibu kula chakula, lakini ndani yake nimeona kuna vitunguu na vitunguu thaumu, kwa hiyo mimi sikupenda kula chakula hiki. Hata Abu Ayyub Ansari akasema kwamba kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hapendi, mimi pia sitakula. Kwa mimi pia sitakula vitu hivi vyote katika maisha yangu yote. Sasa angalieni alikuwa na mapenzi ya aina gani. Hazrat Abu Ayyub Ansari alishiriki katika vita yote. Katika vita ya Khaybar, Myahudi aliyeuawa, binti yake Safia baadaye akawa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kesho ya siku ya harusi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje kwa ajili ya kuongoza sala, akamkuta Hazrat Abu Ayyub Ansari alikuwa amesimama nje kwa ajili ya kulinda nyumba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kuna sababu gani, kwa nini umesimama hapa kwa ajili ya kulinda nyumba yangu? Hazrat Abu Ayyub akasema kwamba jamaa wa Hazrat Safia wamepata hasara kutoka kwetu, wengine wameuawa. Kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi kwamba isije wakaja na wakajaribu kushambulia, ndiyo maana mimi nilikuja hapa kwa ajili ya kulinda nyumba yako. Kwa kusikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea kwa maneno haya, Mola wangu, umlinde Abu Ayyub Ansari daima dawamu jinsi alivyokuwa akinilinda usiku huu. Hazrat Abu Ayyub alishiriki katika vita ya Rome pia, ingawa alikuwa mzee sana wakati ule. Yeye alishiriki katika vita ile kwa sababu ya hii, ili kwa sababu kulikuwa bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alishiriki ili yeye aweze kushuhudia kwamba bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imetimia. Lakini katikati ya vita hii
yeye akawa mgonjwa. Alipoulizwa kuhusu matamanio yake ya mwisho ni nini, yeye akasema kumamu wasalimie waislamu wote na mujenge kaburi langu katika maeneo ya maadui. Kwa hiyo usiku jeneza yake ilipelekwa katika nchi ya sehemu ya maadui na kule alizikwa. Hata kaburi lake mpaka leo linapatikana katika nchi ya Turki, na wale wanaozuru kaburi lile, na hata riwaya ingine ni ya aina hii kwamba wanamuomba na wanasema mtu akifanya dua katika kaburi lake dua lile linakubaliwa. Hazur anasema kwamba haya ni mambo ya bid'a, na wakati mwingine watu wanatengeneza historia, lakini maombi aliyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yake, matokeo yake ni kwamba alishiriki katika vita chungu mzima, lakini yeye alipata ushindi na alipata ushindi na alisalimika na alipata umri mrefu. Kisha tunamkuta kuna sahaba mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Hazrat Abdullah bin Ruwaha. Alikuwa shairi mashuhuri wa Arabu na alikuwa anajulikana shairi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alipeleka habari ya ushindi wa vita ya Badri huko Madina. Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa akimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Matukio yake yanapatikana katika hadithi. Hazrat Urwa anasimulia, Hazrat Usama bin Zaid alitusimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda juu ya punda moja, na juu ya punda ilikuwa shuka, na Usama alikuwa amekaa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alienda kuangalia hali ya Hazrat Saad bin Ubada ambaye alikuwa mgonjwa, na tukio hili ni kabla la vita ya Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita karibu na hafla ambamo waislamu washirikina na makafiri walikuwa wamekaa. Abdullah bin Ubay pia alikuwa miongoni wa hawa, na Abdullah bin Rawaha pia alikuwa amekaa katika hafla ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na hafla ile, karibu na kikao kile, na kwa sababu ya safari ya mtume sallallahu alaihi wasallam vumbi kidogo iliruka. Abdullah bin Ubay akafunika pua lake kwa kitambaa na akasema usiturushie vumbi. Mtume sasa akamsalimia, kisha akasimama kidogo na akashuka chini katika usafiri wake, na akawahubiri. Abdullah bin Ubay akasema, ewe mtu, kitu hiki si kizuri. Ikiwa yoyote unayosema ni sahihi, hata katika hali hii usituudhe, usituhubiri na urudi nyumbani kwako, na yule ambaye anakuja kwako umhubiri yeye tu. Hata Abdullah bin Rawaha pia alikuwa pale. Yeye kwa kusikia mahubiri ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, uje mara kwa mara katika hafla zetu, sisi tunapenda utujie. Kwa hiyo Hazrat Abdullah bin Rawaha hakujali kiongozi wake Abdullah bin Ubay bin Salul anasema nini. Kwa hiyo hii ilikuwa hali ya mapenzi ya Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa nayo moyoni mwake kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye hakujali viongozi wa dunia kule. Hazrat Ibn Abbas anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alituma watu kadhaa, na Abdullah bin Rawaha pia alikuwa pamoja nao. Ilikuwa siku ya Ijumaa na wenzake waliondoka asubuhi. Abdullah bin Rawaha akasema, mimi nitabaki nyuma
na nitaswali swala ya Ijumaa pamoja na mtume saa salam. Baadaye nitaondoka na nitakutana na wenzangu. Mtume saa salam alipomuona wakati wa Ijumaa kwamba yeye yupo miskitini baada ya swala ya Ijumaa, mtume sallallahu salam akamuuliza, kwa sababu gani wewe mbaki nyuma na hukuondoka pamoja na wenzako wengine? Yeye akasema, ya Rasulullah, mimi nilikuwa na hamu sana kwamba ni swala ya Ijumaa pamoja na mtume sallallahu salam na nasikilize hutuba yako, kisha baadaye mimi nitaondoka na nitakutana na wenzangu. Kwa kusikia maneno haya mtume sallallahu salam akasema, yoyote inapatikana ndani ya ardhi ukitumia ile yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, wale waliondoka wamepata ujira zaidi katika ile ambayo hata kama ungetoa vitu vyote vinapatikana katika ardhi ile. Kwa hiyo wewe hutapata thawabu ile. Kwa hiyo katika riwaya inapatikana kwamba wakati wote alipokuwa anatumwa kwa ajili ya vita alikuwa anatangulia kuliko wengine, na alikuwa akirudi Madina kwa kuchelewa kuliko wengine. Hadha Urwa bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Mota alimteua Zaid bin Harisa kuwa kiongozi, na akasema akiuawa basi Jafar bin Abi Talib awe kiongozi. Hata kama yeye anauawa, Hazrat Abdullah bin Rawaha basi yeye ataongoza kundi hili. Ikiwa Abdullah bin Rawaha anauawa, basi baada yake Waislamu wanaweza kumchagua kiongozi yeyote ambaye wanampenda. Wakati watu maswahaba walipokuwa wanatumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Rawaha akaanza kulia. Watu wakamuuliza, kwa nini unalia? Akasema, wallahi mimi sipendi dunia hii hata kidogo, wala sina tamaa ya dunia, lakini wa minkum illa waridhuha kana ala rabbika kuhusu aya hii nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba kila mtu lazima atapambana na moto. Mimi sijui kwamba baada ya kufa kwangu hali yangu itakuwaje. Lakini hawa maswahaba walikuwa na hofu wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiria, na habari hii pia inapatikana katika hadithi zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu kundi la umara wa vita Mota kwamba nimewakuta hawa wote walishiriki wamekaa katika kiti cha dhahabu. Hawa ni wale watu ambao walipata malengo yao, na shauku yake ya kuuawa inapatikana katika shairi moja. Yeye alisema katika shairi kwamba mimi nipigwe mikuki na mishale kiasi hiki kwamba hata kama inapita katikati ya kifua changu hata mimi na uwawa, na kuuawa kwangu unakubaliwa. Watu wanapopita karibu na kaburi langu, watu waseme kwamba Mwenyezi Mungu amteremshie baraka zake na rehema zake. Hayo alisema katika shairi lake. Yeye aliuawa katika vita ya Muatta. Maelezo yake ni hivi kwamba yeye alipofika sehemu ya Mauta kwamba Wakristo wamemwomba msaada kutoka kwa mfalme Herakal, na yeye ametuma watu 200,000 dhidi ya Waislamu. Katika hali viongozi wa Islam wakashauriana kwamba tunatakiwa tumtumie mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe kwamba maadui ni wengi sana, kwa hiyo wengine pia watumwe kwa ajili ya kutusaidia, au yoyote mtume sallallahu alaihi wasallam anatuagizia tutafuata. Katika hali hii Abdullah bin Rawaha aliwahimiza sana Waislamu kwa kusoma shairi, na Abdullah bin Rawaha matamanio yake ya kuuawa yameelezwa kwamba sahaba moja anasema kwamba
harat abdullah bin rawaha alinichukua pamoja naye katika vita ya muatta. zaid bin arkam alikuwa yatima na hazrat ruaha alimlea. anasema usiku moja nilimkuta abdullah bin rawaha alikuwa anasoma shairi lake na alikuwa anaeleza habari ya familia yake, na alikuwa anasema kwamba mimi sitarudi nyumbani, na alikuwa anasoma shairi hili kwa shauku sana. harat abdullah katika shairi lake alikuwa anamwambia mke wake kwamba wakati ulipotayarisha safari yangu kwa ajili ya wita na ulipokuwa karibu nami, wakati ule ulikuwa unaonekana mzuri sana. sasa mimi nimekuja katika vita, uwanja wa vita, mimi sitarudi kwako. kana kwamba katika shairi hili yeye alikuwa anasindikiza familia yake. sahaba mwenzake aliposikia shairi hili akaanza kulia, lakini abdullah bin rawaha akasema kwamba ikiwa mimi na uwawa hasara yako ni nini? hata wewe unaweza kurudi na usafiri wangu. harat abdullah bin rawaha alionyesha ushujaa wa hali ya juu. harat uman bin bashir anasema kwamba hadrat jafar alipouawa, harat abdullah bin rawaha alikuwa pande moja wa uwanja watu wakamuita na yeye akaja mbele na alikuwa anasoma shairi. tafsiri yake ni hii: nafsi yangu, je, wewe hutauawa katika hali kwamba uuawe? wewe umeshaingia katika uwanja wa vita na ulikuwa na matamanio ya kuuawa, basi wakati ule umeshafika. ukiuawa basi mwisho wako utakuwa mwema. hadrat musad bin shiba anasimulia wakati hadrat zayad na jafar wote waliuawa, hadrat abdullah bin ruaha akaja mbele na yeye alipopigwa mishale basi damu ikaanza kutoka katika mwili wake. yeye akaweka damu ile mikononi mwake na akasugua katika uso wake na akaanza kupigana na makafiri, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kuwahimiza waislamu ili waendelee kupigana na makafiri, na aliendelea kuwaambia waislamu kwamba angalieni kwamba huyu ni maiti ya ndugu yenu ambaye ameuawa na makafiri, kwa hiyo muje mbele ili muweze kupigana na makafiri. kwa hiyo waislamu wakawashambulia makafiri na waliendelea kuwashambulia makafiri mara kwa mara. hivi katika hali hii abdullah bin rawaha pia aliuawa pale. kuhusu sifa yake marehemu, mke wake alisema, mke wake aliolewa baadaye na bwana mwingine. yule bwana wake akasema, uniambie kuhusu mume wake wa zamani abdullah bin rawaha, alikuwa mtu gani? akasema kwamba mume wangu alikuwa hatoki nyumbani mpaka alikuwa akiswali swala raka mbili, na wakati alipokuwa akiingia nyumbani kwake kwanza kabisa alikuwa akitawadha na alikuwa akiswali na raka mbili ya nafali. hii ilikuwa sifa yake. hazur anasema hawa ni watu ambao walikuwa wanamkumbuka Mwenyezi Mungu katika kila hali. na kuhusu utii wake riwaya inapatikana. hadrat abu laila radhiallahu taala anhu anasimulia safari moja mtume sasem alikuwa anatoa hutuba. katika hutuba yake akasema, enyi watu kaeni. hadrat abdullah bin rawaha alikuwa nje ya hutuba, alikuwa nje ya misikiti, alikuwa anakuja misikitini, akakaa nje ya misikiti. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kumhutubia abdullah bin rawaha, ewe abdullah bin rawaha, utii wako huu Mwenyezi Mungu aongeze zaidi. kuzungumza kuhusu mambo ya dini na kwa ajili ya kutimiza haki za wengine na kuhusu kutimiza majukumu yao, hali yake ilikuwaje? hata Abu Darda anasema
mimi namkumbuka abdullah bin rawaha kila siku bila kukosa, na sababu yake ni hii. kwa nini namkumbuka? Sababu yake ni hii kwamba wakati wote nilipokutana na abdullah bin rawaha, hata kama yeye alikuwa anakuja nyuma yake, alikuwa akiweka mkono wake juu ya bega langu. Alipokuwa anakuja mbele yangu, alikuwa akiweka mkono wake juu ya kifua changu, na alikuwa akisema, ewe abu darda, njoo tukae pamoja na tuimarishe imani zetu na tuzungumze kuhusu imani. Kisha alikuwa akikaa pamoja nami, na wakati wote tulipokuwa tukipata nafasi tulikuwa tukimkumbuka Mwenyezi Mungu katika kikao chetu. Kisha alikuwa akisema, ewe abu darda, hafla hii ni hafla za kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba hawa maswahaba ni mfano mzuri kwa ajili yetu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimpatia stakabadhi hivi. Siku moja yeye akamwambia mtu mmoja kwamba njoo tukae na tuzungumze kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu, na yule akakasirika na akaja akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba huyu anampoteza watu, badala ya kumwamini Mwenyezi Mungu anasema tuzungumze kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Mwenyezi Mungu amrehemu Abdullah bin Rawaha kwamba yeye anapenda hafla ambazo zinapendwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Abdullah bin Rawaha alikuwa mshairi wa hali ya juu. Pamoja na Ka'b bin Malik na Hassan bin Sabit, Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa mshairi wa tatu ambaye alikuwa akiandika shairi na alikuwa akisoma shairi. Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa na heshima sana katika washairi. Hazrat Abdullah aliandika shairi kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shairi hili inaweza kuwa shairi nzuri kabisa, na shairi hili inaeleza hali ya moyo wake. Hazrat Abdullah bin Rawaha alimhutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika shairi lake. Tafsiri yake ni hii: yani ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa na nishani kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake, hata katika hali hii uso wake ulikuwa unatosha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wake, kwa sababu uso wake unathibitisha ukweli wake waziwazi. Hazur anasema hawa walikuwa maswahaba ambao walikuwa wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitambua haki. Kisha katika historia tunakuta habari ya ndugu wawili walikuwa wadogo, Hadrat Muaz na Hadrat Muawaz bin Haris. hawa walikuwa ndugu, walishiriki katika vita ya Badri, na alishiriki katika tukio la kumuua Abu Jahal. Katika uwanja wa Badri vita ilikuwa kali, ilikuwa inaendelea, na makafiri walikuwa zaidi mara tatu kuliko Waislamu, na walikuwa na silaha ya kila aina, na wao walikuja kupigana na Waislamu kwa nia hii kwamba wataangamiza Islam kabisa. Waislamu walikuwa kidogo katika idadi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika tukio hili vizuri katika kitabu chake Sir Khatamun Nabiyyin. Na maskini Waislamu walikuwa katika hali ya umaskini,
walikuwa hawana vifaa vya dunia. Hawa waislamu walikuwa dhaifu sana, lakini kwa sababu ya umoja wa Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walipata ushujaa sana. Na walipata imani ya aina hii kwamba kulikuwa hakuna mwingine ambaye alikuwa na uwezo zaidi kuliko wao. Hii ilikuwa imani, hali ya imani yao ambayo iliwapatia uwezo wa kupigana na makafiri, na jinsi waliopigana na makafiri mfano wake haupatikani. Kila mmoja alikuwa tayari kujitoa nafsi yake au kutoa nafsi yake kwa ajili katika njia ya Mwenyezi Mungu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, wakati vita ilipoanza nilianza kuangalia upande wa kushoto na kulia, nakuta kwamba vijana wawili wa Ansar wamesimama karibu nami. Kwa kuwaona wale vijana wadogo nikapata hofu fulani kwamba katika vita ya aina hii watu wanategemea wenzao wanaosimama kulia na kushoto na anaweza kupigana yule ambaye anakuwa na wasaidizi wazuri. Lakini Abdurrahman anasema mimi nilikuwa katika wazo hili kwamba watoto watanilinda namna gani, watanisaidia kiasi gani. Katika hali mtoto mmoja akaniuliza kwa sauti ya chini, akaniuliza, ewe baba mdogo, huyu Abu Jahali yupo wapi ambaye alikuwa akimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Maka? Mimi nimemwahidi Mwenyezi Mungu kwamba mimi nitamuua huyu mdui, hata kama mimi nakufa katika hali hii, lakini nitamuua huyu. Anasema mimi nilikuwa bado sijamjibu yule mtu, yule kijana upande wa mwingine. Yule kijana mwingine akaniuliza swali lile lile. Kwa kuona hali ya imani yao nikashangaa kwamba Abu Jahal ni kiongozi mkubwa na yeye analindwa na maaskari. Nikawaambia kwamba Abu Jahal huyu bwana. Abdurrahman anasema mimi nilipomwashiria wale vijana wakamshambulia Abu Jahal na wakamshambulia kwa kiasi hiki kwamba watu wote wakashangaa na hawakuweza kumlinda. Kwa hiyo wakamwangusha Abu Jahal chini. Ikrama pia alikuwa pamoja na baba yake, yeye hakuweza kumsalimisha kumokoa baba yake, lakini akamshambulia Muawaz na mkono wake moja ukakatika, na Muaz akatoa mkono wake ambao ulikuwa haukukatika kabisa. Kwa hii ilikuwa hali ya imani ya hawa masahaba, na hii ilikuwa hali ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. walikuwa hawana uoga wa aina wowote wala haufu ya aina yoyote. Na walikuwa na hamu hii kwamba yule ambaye anamsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye auawe katika mikono yetu. Kwa hiyo hali yao ilikuwa si sawa na hali ya maulama wa siku hizi kwamba wanaopoteza vijana, bali wao walikuwa na hamu hii kwamba ikiwa sisi hatukai kwa amani, ila hali sisi tumeondoka katika mji wao, katika hali tunatakiwa tujitolee na tusiwe na haufu ya aina yoyote. Hazuru anasema siku hizi kwa ajili ya kupata utawala juu ya nchi, vijana wanatekwa nyara kisha wanatayarishwa kwa ajili ya kupigana. Na hivi karibuni katika Syria kuna habari imepatikana kwamba kijana mmoja ambaye umri wake miaka 14 anasema mimi nilikuwa narudi shuleni, nilitekwa nyara na wakanipatia mazoezi na wakanilazimisha nipigane. Kwa hiyo mimi nimepata nafasi, kwa hiyo mimi nimetoka. Kwa hiyo Huzuri anasema kwamba hawa wanafanya vitendo vya aina hii ambavyo ni kinyume na mafundisho ya Islam.
ikiwa waislamu wa zamani walikuwa na shauku ya kutoa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu, ilikuwa kwa ajili ya kuokoa dini ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuleta amani. Lakini wanaofanya jihadi siku hizi ni tofauti na wale maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, mimi nataka kuona mfano huu wa maswahaba ndani ya jumuiya yangu, kwamba wao wamtangulize Mwenyezi Mungu na wao waone kwamba mali yao na nafsi yao si kitu chochote. Naona watu wengine wananiandikia barua wakati wanapopata hasara katika biashara, basi wanapata wasiwasi kwamba huenda sisi tumekosea kwa kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wanaanza kupata shaka kuhusu dini na kuhusu Mwenyezi Mungu na kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika hali hii kila mtu anaweza kuelewa kwamba wako mbali katika malengo yao. Watu wa aina hii, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakitaka kumridhisha Mwenyezi Mungu hata kama wao wanateswa na wanasumbuliwa kiasi gani katika njia ya Allah. Ikiwa sahaba moja alikuwa hapati mateso, basi alikuwa akilia kwa nini hakupata mateso, kwa sababu alikuwa na imani kwamba wakipata mateso watapata ukaribu na Allah. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba walielewa kwamba chini ya mateso haya kuna hazina ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika shairi lake la Kiajemi. Maana yake ni hii kwamba mateso yoyote yanayopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chini yake inakuwa hazina ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema Qur'ani tukufu imewasifu maswahaba sana. Someni Qur'ani tukufu. Maisha ya mtume maswahaba ilikuwa dalili ya ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahali ambapo maswahaba walifikia, Qur'an tukufu inasema minhum man kadha nahbahu wa minhum man yantazir. Yani miongoni mwa hawa wapo wengine ambao wameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu na wameshapata malengo yao. Wapo wengine ambao wanasubiri na wanataka wauawe katika njia ya Allah. Maswahaba walikuwa hawana hamu kwamba wapate umri mrefu na wapate mali kiasi hiki, bali walikuwa wanatafuta ridhaa ya Allah. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, na poona mfano huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na roho takatifu kiasi hiki kwamba katika muda mfupi alibadilisha hali yao na aliwaleta karibu na Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Anasema Sayyidina alayhi salam, inatakiwa tuwe na jukumu hili na malengo haya, tuendelee kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tutangulize ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Juhudi yetu yote iwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, hata kama ridhaa hii tunapata baada ya kupata mateso. Ridhaa hii inatakiwa itangulizwe juu ya ridhaa ya dunia na maslahi yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutimiza jukumu letu hili vizuri. Baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Ni Alhaj Ismail Adu Sahib, alikuwa mwenyeji wa Ghana katika umri miaka 84. Amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Baba yake alikuwa anaitwa Bana Ismail Adu na mama yake alikuwa anaitwa Jannat Adu. Baba yake alikuwa Mkristo zamani, lakini 1928 alijiunga na jumuiya. Mama yake alifariki katika umri wake wa mdogo. Alisoma katika shule ya sekondari katika shule ya jumuiya ya Kumasi. 1964 alipata degree katika lugha ya Kiingereza na alihitimu masomo yake katika Ghana. Baadaye aliteuliwa kuwa mwalimu katika shule mbalimbali na alikuwa mpaka 1980 alikuwa mkuu wa shule.
alikuwa mwalimu wa Kiingereza. Alikuwa akiwasaidia Waislamu sehemu yote alipotumwa, na karibu na shule moja alijenga msikiti. Na alikuwa mwalimu wa lugha ya Kiingereza, na alipata nafasi ya kusomesha katika college mbalimbali. Aliandika kitabu kimoja ambacho kilipata mashuhuri sana katika Nigeria, na yeye alipata scholarship. Na akaja hapa Uingereza na akapata diploma katika lugha ya Kiingereza, na alitoa huduma sana katika jumuiya. Alitumikia jumuiya katika Ghana katika idara mbalimbali 1980. Alienda Addis Ababa kwa kuwa mbalozi wa nchi. Baadaye aliteuliwa kuwa chairman na UNO. Na kwa ajili ya uhuru wa Angola na Mozambique alifanya kazi kubwa. Alikuwa na sifa hii, na alipotumwa sehemu yoyote alikuwa akitanguliza dini juu ya dunia, na alikuwa anajulikana kwa sifa hii. Alipohamia Uingereza, yeye akaacha shughuli zote za dunia na akaanza kukaa pamoja na familia yake hapa ili aweze kupata baraka kutoka kwa khalifa. Aliendelea kusomesha hapa pia katika shule. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akimpenda kila halifa na alikuwa mtiifu wa kila halifa. Kamati iliundwa kwa ajili ya kuandika kitabu, kwa ajili ya kuandika kitabu dhidi ya Salman Rushdie. Alikuwa member wa kamati ile. Alikuwa akisaidia katika tabligh stalls, na alikuwa akishiriki katika vipindi vya redio. elfu moja mia tisa themanini na sita wakati halifa mtukufu wa 4 alipoanzisha Pan African Ahmadi Association, aliteuliwa kuwa sadr wa kwanza wa chama hiki. 1994 wakati MT ilipoanzishwa katika Urdu class, alikuwa mwanafunzi maalum wa Urdu class. Na alikuwa akifanya juhudi sana ili aweze kujifunza lugha ya Kiurdu sawa na uwezo wake. Alikuwa akifanya juhudi sana, na katika Urdu class alikuwa anajulikana kwa jina la Bada Bachana. Watu wote wanamjua. Alikuwa na wake wawili. Wakati wa kifo cha halifa mtukufu wa 4 alikuwa member wa kamati ya uchaguzi wa halifa. Wakati jamia ilipoanzishwa hapa katika Uingereza, kwa muda fulani alikuwa anafundisha Kiingereza katika Jamia Ahmadiyya. Alikuwa mtu wa kufuata njia ya uchamungu, na alikuwa mtu mpole sana na mtu mwenye huruma sana. Alikuwa na shauku sana ya ibada. Watu wa familia wamesema kwamba alikuwa akiswali sala ya tahajjud kila siku. Hata kama alikuwa mgonjwa, yeye alikuwa haachi swala ya tahajjud, na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kwa sauti nzuri sana. Alikuwa amehifadhi aya chungu mzima za Qur'ani tukufu, na alikuwa akihifadhi tafsiri yake ili aweze kuwahubiri watu kwa kutumia aya hizi. Hata Ghanien kadhaa wanasema kwamba
katika nyumba yake kuna qurani tukufu ambapo ameandika notes, na pamoja na wake zake wawili alifanya haji pia. alikuwa mtu mwenye bashasha sana na mtu wa kuishi maisha ya kawaida ya unyenyekevu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amrehemu na amghofirie. Ana watoto 10 na wajukuu 23. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote pia waendelee kubaki juu ya mema na waendelee kuungana na jumuiya. Baada ya swala kama niliyosema nitaongoza swala yake jeneza. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.